Matarajio makubwa na mipango yake yote kwa sasa naweza nikasema imefeli. Huu ni Kevin Donta. Ukijaribu kutazama jinsi gani ambavyo alifanya branding za content zake au movie zake, lakini kwa sasa inaonekana kabisa bado mambo ni magumu. Kivipi? Basi nikualike moja kwa moja hili Bongo Focus. Kitu cha kwanza hakikisha unabonyeza neno subscribe. Kwa sasa naweza nikasema mambo yameharibika kabisa ukizingatia jinsi ambavyo movie hizi zinavyokwenda. Tukianzia moja kwa moja hapa nitakujuza ni kipi kinachoendelea hasa juu ya movie zake kuonekana kushindikana na yeye kuvurugika kabisa kutokana na hali ambayo anayopitia baada ya kutamatisha tamthilia ya Penzi la Bosi na Dada wa Kazi. Kwa sasa baada ya kukamilisha ile movie ya kwanza kabisa ya Penzi la Bosi na Dada wa Kazi ambayo ilikuwa ni moja kati ya movie pendwa kabisa ambayo ilikuwa inafuatiliwa kweli na watu wengi, baadaye akasema anakuja kufanya maajabu makubwa. Matarajio yake makubwa ilikuwa ni kwamba kuja kuteka soko la Afrika nzima hasa katika upande wa movie. Ndipo akaamua sasa alete idea ya tofauti kabisa, alete mastaa wengi, akachukua mastaa wa kutosha akawaleta kwenye movie kina KP kina Bailam wote akawaleta kwenye movie moja. Lakini mwisho wa siku ilionekana tofauti sana baada ya sitofahamu juu ya masuala ya kimaslahi ya kipesa, lakini pia kuna upande mmoja kati ya mastaa pia alizinguliwa sana na mpenzi wake, kitu ambacho kilichochea hofu na wivu pia ikiwemo machukizo makubwa ambayo aliweza kujitokeza. Baada ya hapo basi movie ikawa imefeli, mpango wa kuendeleza episode zingine ukawa umefeli na umekuisha kabisa. Baadaye sasa akakaa chini akaona ni bora aweze kuleta tamthilia mpya. Sasa hii inakuja issue kwamba alileta tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Love Bite. Love Bite ilikuwa ni moja kati ya movie ambayo kiukweli idea yake ni idea kali sana. Labda kidogo naweza nikasema kwa upande wangu mimi alifeli kwa upande wa jina. Jina inaweza kaa alifeli. Na kama kwa wale watu ambao walishuhudia mwanzoni kabisa jinsi gani ambavyo vilivyopostiwa, alikuwa na posti anachanganya, mara nafuta, mara anabadilisha. Mara kwanza aliposti Love Bite, mara pili akaandika penzi la kijana maskini na binti tajiri, baadaye akabadilisha, akawa waza sana jinsi gani ya wazi, kitu ambacho kilionyesha wazi kwamba kuna kitu ambacho kipo tofauti. Ukweli ni kwamba hasa katika upande wa washauri kuna kitu ambacho ni cha tofauti kwa upande wa Kelvin. Ukijaribu kutazama ni kwamba yeye amewahi kuzungumza na kutoka nje na kuweka wazi kwamba kwa upande wa issue za yeye kushauriwa huwa yeye anaamua yeye, na kama kwa kuwa kuna management yake pia anaweza kuamua pia akaiwasilisha. Na ndio maana ombi la kuleta Penzi la Mtoto wa Bosi na Dada wa Kazi season 2 alilikataa na akasema kwamba yeye hataki kabisa. Sasa tuje katika issue hapa, na maanisha ni kwamba baada ya Superstar kufeli basi ikaja tamthilia mpya inafahamika kama Love Bite. Kiukweli na quality iliwachanganya mashabiki sana kutokana na kubadilisha majina, mara Penzi la Mtoto maskini na nini. Baada ya hapo movie hii ilifeli kidogo kutokana na kutokuwa na misimamo ya kustiki kwenye movie moja. Kwa mfano nitoe mfano, kuna baadhi ya movie ambazo kwa sasa zinafanya vizuri lakini zilianza vibaya. Kwa mfano nikihitaja movie ya Binti Yangu, ilivyoanza kidogo ilianza pole, lakini pia tamthilia kama vile Dunia wakati zilianza kidogo sana, lakini mwisho wa siku ukijaribu kutazama video ya kwanza kabisa, video ya kwanza ina views milioni 2, lakini video hizi zinazoendelea zina views wachache, na hawa milioni 2 wamekuja hivi karibuni. Sasa tukija kwenye point ni kwamba ile Superstar ilionekana kufeli japokuwa iliingia sokoni, lakini ukitazama sasa hivi ina views wengi karibia 700,000. Kwa hivyo kwa upande wangu mimi naweza nikasema hapa Kelvin inabidi aweze kutuliza akili, astiki kwenye movie moja, aitoe kwa wakati ili kusudi kutengeneza ile only trending hotting, ili kusudi watu waweze kufuatilia. Kwa mfano movie yake ambayo inafahamika kama Ndoa Yangu kwa sasa inafanya vizuri kutokana na kutoa vipande kadhaa ambavyo ni vingi sana. Sasa tuje kwenye point ni kwamba kwa sasa mambo yamebadilika, amechange, anatarajia kuleta movie mpya baada ya hizo mbili kufeli. Sasa je, ipi itakuwaje? Kwa sababu mara ya kwanza alikuwa ameshakwisha kuiandika hiyo movie trailer yake, lakini akabadilisha jina akaandika bado natafuta, kitu ambacho kinamaanisha kwamba bado anafikiria sana na maswali bado ni mengi sana. Wewe una mengi unajiuliza, lakini nijuza hapo kwenye comment, lakini nitakufahamisha vingi ambavyo vinaendelea. Lakini ukweli ni kwamba Kelvin kuna changamoto ambao ipo ambapo nitakujuza hivi karibuni, ila kitu cha msingi ni kwamba hakikisha unaonyesha upendo wako kwa kubonyeza neno subscribe.